Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu matumizi ya herufi 28 za abjad. Ni alfabeti za lugha ya Kiarabu. Herufi hizi ni alifu mpaka ye, na herufi hizi ni 28. Ni tofauti na alfabeti za lugha ya Kiswahili ambazo ni 24, na ni tofauti pia na alfabeti za Kizungu zenye herufi 26. Na herufi hizi zimegawanyika katika makundi manne. Kundi la kwanza ni kundi la asili ya moto, na kundi la pili ni kundi la asili ya udongo, na kundi la tatu ni kundi la asili ya upepo, na kundi la nne ni kundi la asili ya maji. Binadamu wote duniani tunaongozwa na asili hizi nne. Asili ya kwanza ni moto, na asili ya pili ni udongo, na asili ya tatu ni upepo, na asili ya nne ni maji. Je, ni herufi ipi ambayo naizungumzia hapa? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu siri nzito na maajabu ya herufi B ya abjad au herufi ba. Kwa yule mtu anayehitaji kumtoa ndugu yake gerezani, au kwa yule mtu ambaye yupo gerezani na anahitaji kutoka gerezani, alifungwa, anatakiwa aisome herufi hii B au ba mara 2057 wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Hakika soma kwa manuizo ya kutoka gerezani, basi hakika utatoka gerezani kama wewe ni mfungwa. Na kama unahitaji kumtoa ndugu yako gerezani, basi isome wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama kwa manuizo ya kumtoa ndugu huyo gerezani. Hakika atatoka kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kwa yule mtu ambaye anaandamwa na kesi, amesingiziwa kesi na anahitaji kuishinda kesi, basi isome herufi B wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Hakika utatoka kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika ile janga la kesi, na utakuwa ni mwenye kushinda. Na herufi B au herufi ba ina uwezo wa kuongeza mahaba katika ndoa yako au katika mahusiano yako ya kimapenzi ambayo yamelegalega, yamekuwa na migogoro ya hapa na pale na yamekuwa ni mtihani sana. Iandike herufi hii katika karatasi nyeupe mara 15 wakati wa jua kuchomoza, na au andika wakati wa jua kuzama. Na wakati unaandika, basi sema ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Isome. Utakapokuwa umemaliza tu isome tena ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum mara 35. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tarasimu hiyo iliweka katika maji ukiwa umeandika na dhafarani na miski nyeupe, ukimpatia mpenzi wako akinywa, au ukachukua yale maji kidogo ukamwekea katika kinywaji, aidha katika juisi au aidha katika chakula akala, basi hakika amani ya ndoa yako itarejea
na mahusiano yako yatarejea. Na kwa yule mtu ambaye anahitaji kumrejesha mpenzi wake aliyemtelekeza, anahitaji arudi kwa haraka zaidi, basi mtilie nia wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Soma herufi hii ya be, tia nia kwa Mwenyezi Mungu, mshtakia, ya Rabbi, nahitaji mpenzi wangu arudi kwa haraka sana wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Isome mara 1000, basi hakika atakuwa ni mwenye kurejea kwa haraka sana kwa yule mtu ambaye umekusudia, au yule mtu ambaye amepotea, unahitaji kumuona kwa mara nyingine katika himaya yako. Na kwa yule mtu ambaye amefanyiwa sihiri ya uchawi katika maisha yake, amelogwa, hashiki ujauzito, kwa mwanamke ambaye amefungwa asishike ujauzito, anahitaji kupata mtoto na ashike ujauzito, au kwa yule mtu ambaye amefanyiwa sihiri ya uchawi, amelishwa uchawi katika mwili wake, anahitaji kuondosha ule uchawi, au kwa yule mtu ambaye maisha yake yamekosa nuru, amekuwa ni mtu anayepitia dhiki, anapitia mitihani, amepewa kiza, yani ule mvuto umepotea katika maisha yake, basi iandike herufi B au herufi I ba, iandike mara 38 katika karatasi nyeupe, alafu iandike saini ya Hatma Suleiman, iliweke katika ndoo ya maji, kisha yale maji yachuje. Basi tumia kunywa wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Na wakati unakunywa, tia nia kwa Mwenyezi Mungu kwa haja yako ambayo unaikusudia. Utasoma utajo huu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: ya Qafi ya Ghaniyu, ya Qafi ya Ghaniyu, ya Qafi ya Ghaniyu. Utarudia majina haya matukufu ya Mwenyezi Mungu mara 15, na kisha utasema ya Matin ya Muhaimin, ya Matin ya Muhaimin mara 15, kisha kunywa. Kwa yule mwanamke ambaye alikuwa na shida kuto kushika ujauzito, afanye mwendelezo huu kwa muda wa siku 30, au wakati wa hedhi anapokuwa anaingia, au anakunywa kombe la tarasimu hii la B au ba, basi hakika haitopita miezi 3 atakuwa ni mwenye kushika ujauzito. Na yule anayesumbuka na maradhi ya kishetani na maradhi ya kichawi, akiwa anakunywa wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama kwa muda siku 7, basi yale maradhi yatakuwa ni yenye kutoweka. Herufi B ukiandika mara 73 kwa muda wa jua lipo katikati ya utosi, na wakati unaiandika katika karatasi nyeupe B, uwe unasoma nyiradi hii ya Qafi ya Ghaniyu, ya Qafi ya Ghaniyu mpaka utakapokuwa umemaliza. Hakika ukiandika tarasimu hii ya herufi B na dhafarani pamoja na miski, ukaloweka katika maji, ukatumia kunywa kwa muda wa siku 7, kila muda wa saa la jua likiwa katikati mwa utosi, hakika utaondokana na sihiri ya aina yoyote. Utaondokana na hasad pamoja na husda za kijini pamoja na za kichawi, na moyo wako utapata utulivu, na utakuwa ni mtu mwenye nuru na ni mtu mwenye mvuto wa kusikilizwa popote. Ukihitaji kumdhalilisha kiongozi mnafiki, kiongozi mdhalilishaji, kiongozi ambaye sio mwadilifu katika madaraka yake, iandike herufi B mara 100 katika karatasi, na maanisha ni dhafarani pamoja na miski, wakati wa jua kuchomoza au wakati wa jua kuzama. Kisha iloweke ile karatasi katika maji ya mvua, alafu chukua ile karatasi, ichomoe, iweke pembeni, chukua yale maji, nenda kayamwage katika uwanja wa yule kiongozi au katika pahala anapopita, basi hakika yule kiongozi atakuwa ni mwenye kudhalilika. Kama unavyoona hapa, Daktari Musa ofisini kwangu
kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio. Umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa. Unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa, na dawa za mivuto ya mapenzi na dawa za maradhi mbalimbali. Kama unahitaji kumiliki pete, na maanisha pete za bahati, pete zenye madini original zenye kuendana na ufalme wako, au unahitaji kumiliki pete za majini, pete za kukupa kibali uwe mtu wa mafanikio, mtu mwenye kuheshimika na kupendwa kupitia kile unachokifanya, na pia pete zilizofanyiwa kafara za wanyama mbalimbali. Na je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa anavyomiliki mamilioni ya fedha? Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha, ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana akapita, au baba akapita, au mdada akapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kidunia na elimu za kiroho na kwa tiba pamoja na dua? Kama unahitaji kuwasiliana na Daktari Musa, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255784120592. Na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno jekundu hapo chini lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.